Pampers zinamwagwa siku za mvua zikimiminika hapa mpaka barabarani, yani mshuhuda. Mpaka barabarani tunakanyaga kwa magari. Chukueni juhudi hii, mtuonee huruma. Chukueni juhudi hii, mtuonee huruma. Kwa hiyo mimi ninawaombeni, pelekeni serikalini, Pampers zinatuumiza sana. Wananchi wa shehia ya Tomondo wilaya mjini wameendelea kupatiwa elimu ya afya kuhusu kujikinga na maradhi ya mlipuko ikiwemo uharo mkali na malaria. Elimu hiyo imetolewa na taasisi ya The Good Hope Society kwa kushirikiana na Wizara ya Afya pamoja na uongozi wa shehia hiyo. Akizungumza wakati wa utoaji wa elimu hiyo, msemaji wa taasisi ya The Good Hope Society, ndugu Nasria Mohamed, amewataka wananchi wa shehia ya Tomondo kuweka mazingira safi ili kuepukana na maradhi ya uharo mkali pamoja na malaria. Makaro yetu, yalipo makaro yetu ndipo ambapo zipo pipe zetu za maji ya kunywa. Sawa, tunajua kuna changamoto ya maji ya zawa. Kwa hiyo tunajenga visima, si ndio? Lakini hivyo visima ambavyo tunavijenga vipo karibu na makaro yetu ya hewa. Makaro yetu ambayo tunahifadhia maji machafu, kwamba maji tunayokunywa sio safi wala sio salama, kwa sababu sote tunayajua maradhi ya kipindupindu sio maradhi mageni kwetu, si ndio? Haya. Kitu chengine, akina mama tunapika. Na katika kupika, tukitaka kupika madikodiko tunachujia nazi. Lakini tuna watoto wadogo, si ndio? Mtoto kajisaidia hafla, wewe uko jikoni, harage linachemka, unachujia nazi. Kumwacha mtoto na kinyesi ni karaha, utakwenda kumnawisha, lakini baada ya hapo, je, unakosha mikono? Aidha, katibu wa taasisi hiyo ndugu Saif Bakari Zuber, taasisi yao ipo tayari kuhakikisha inaendelea kuwa mstari wa mbele katika kuwaelimisha wananchi namna ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya mlipuko. Ama kutokana na changamoto tulizozisikia hapa leo, kwa hivyo imetupa nguvu na moyo zaidi kuweza kuhakikisha kwamba sasa tunafikiria kufanya zoezi kubwa la usafi tarehe 23, ambalo hili kutokana na changamoto zilizopo katika shehia ya Tomondo, wananchi wamelalamikia maeneo mengi ambayo kuna majaa. Kwa hivyo sisi kama taasisi tumekubali kujitoa kwamba kuhakikisha tunashirikiana na wananchi kuhakikisha tunasafisha usafi, tunasafisha mazingira. Kama tunavyojua, afya ndio mtaji wa mwananchi. Kwa sisi wananchi wa kawaida, manake afya yetu ndio mtaji wetu. Kwa hiyo tunaamini chanzo kikubwa cha maradhi mengi ni mazingira machafu. Kwa hivyo tuko tayari kama taasisi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wananchi. Kwa hivyo niwaombe tena viongozi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, tarehe 23 tukijaliwa na Mungu, tutakuwa na zoezi kubwa la usafi katika shehia ya Tomondo. Mikakati yetu kama taasisi kuhakikisha kwamba mpango huu wa kuelimisha wananchi juu ya masuala mbalimbali ya afya, lakini pia na masuala mengine ya kijamii ni mpango endelevu kwetu, ambapo kila baada ya muda, manake programu hizi tunazifanya na zipo, nafikiri tunaweza tukaeleza kwa upana kuonyesha kwamba ule mzunguko wetu ama ratiba yetu ya mwaka mzima, kwa sababu tumeshaandaa ratiba ya mwaka mzima ya matukio yetu ambayo tunatarajia kuyafanya matukio ya kijamii. Kwa upande wa Wizara ya Afya, wananchi wa shehia hiyo wamesisitizwa kutumia vyandarua pamoja na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi ili kuondokana na malaria. Kama sisi Wizara ya Afya, kutokana na wilaya Magharibi shehia ya Tomondo, kwa kile ambacho tumejipanga ili kuweza kuzuia majanga haya ya maradhi hasa ya malaria na uharo mkali, kwanza kutoa elimu ya afya. Hichi ndio chanzo kikubwa ambazo kitazuia maradhi, lakini chengine kutoa dawa za Waterguard katika jamii ambazo zitawafanya wananchi wajikinge na maradhi hayo kwa kutibu maji ya kunywa, lakini chengine kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo na shehia husika, lakini chengine tukishirikiana na taasisi mbalimbali, mfano manispaa za Good Hope Society, kufanya usafi wa mazingira au kuweza kuondoa majaa yasiyokuwa rasmi. Kwa upande wake, diwani wa wadi ya Kisauni ndugu Hassan Ali Nasor amewahakikishia wananchi hao kuwa atashirikiana na serikali kuhakikisha changamoto zinazowakabili zinapatiwa ufumbuzi kwa lengo la uboreshaji wa mazingira ya shehia hiyo. Nitoe wito pia katika kipindi hichi, masuala haya ya uharo mkali, imani yangu hasa pia yanasababishwa na uchafu, utiririshaji wa maji machafu kwenye maeneo yetu. Kuna baadhi ya wananchi mpaka sasa hapa tulipo wana changamoto ya vyoo kwenye maeneo yao. Kwa maana hiyo, tuweni na umakini wa kutosha kuona sisi hatuambukizi watu wetu, lakini pia hatusababishi kuambukiza
watu wengine na majirani zetu, ili sote tuwe salama kwa umoja wetu. Nao wananchi wa shehia ya Tomondo wameeleza changamoto zinazowakabili ikiwemo uwepo wa majalala holela ya taka na kuziwa kwa mitaro ya maji machafu, hali inayochangia kuongezeka kwa maradhi ya kipindupindu, malaria pamoja na uharo mkali. Uharo mkali tunasema kwamba unasababishwa na uchafu ama mazingira tunayoishi, na ni kweli hilo, lakini mazingira tunayoishi, je, tunayatengeneza sisi wananchi ama anayatengeneza serikali? Serikali inaleta madude ya ajabu, mapempas, na haya ndio mimi yananiumiza kichwa sana, kwa sababu sasa hivi popote watakapokwenda, hakuna mjini, hakuna shamba, hakuna wapi, mapempas lazima utazogana nayo, na ni mapempas aliyokuwa hayawezi kuyayuka kwa maji, hayawezi kuyayuka kwa lolote, na anaishi muda mrefu. Tuchukulie mfuko tu ule unaokuwa tunatilia chumvi, tumepigwa marufuku, ina maana haukuja tena. Kwa hiyo kinachoniumiza mimi sasa hivi, ukiangalia mvua hizi huku Melinne, huku Melinne, mvua kama hizi sasa hivi wametulekezea sema maji maboga. Ina maana ikifika mvua hizi maji yanapita, kila mmoja anafungua shimo la mavi, kila mmoja anafungua shimo la mavi, anakuambia yashaja yaache ende zake maboga, na maboga na sisi tunaishi sisi watu kama nyinyi. Kwa hiyo mimi ninawaombeni, pelekeni serikalini, pempas zinatuumiza sana. Mimi kilio changu na mimi kikubwa zaidi, mmesema uharo wa nini utakuwa hauishi, kwa sababu ukienda pale Changu kuna chemba imeelekezwa huku kwetu sie, inamwaga maji kote huku sokoni wapi, na jengine kusufa hapo kote, maboga yanaelekea na kwetu mpaka ndani. Kwa hivyo mkisema kwa Tomondo itaongoza, Mungu anatulinda tu kama alivyosema mzee wangu. Tufikishieni nyie Wizara ya Afya ili tuepukane na haya maradhi ya kipindupindu. Mungu atuepushe mbali uharo na nini. Yale mitaro wafanye utaratibu, hawa wenye barabara waelekeze pani. Rehema Moyo, ASAM Online TV.